Inakaribia kutimia saa 12:30 jioni eneo la Afrika Mashariki, sawa na saa 11:30 katika baadhi ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Skola Kisanga nikiwa studio zetu za Dar es Salaam. Na kutoka Nairobi nchini Kenya, mimi ni Sarafina Robi. Miongoni mwa yale utakayosikia katika matangazo haya ya Dira ya Dunia. Rais wa Marekani Donald Trump amewaambia waandishi wa habari katika mkutano wa G7 kwamba hafurahishwi na hatua za Israel nchini Lebanon. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. Lebanon used to be a great country. It was a country where you had professors, doctors, lawyers. The great intellect was in Lebanon. Wakati huo viongozi hao wa mataifa yaliyoendelea kiviwanda G7 wamekubaliana kuongeza shinikizo kwa Urusi ili kumaliza vita dhidi ya Ukraine. Kituo cha kupambana na ugonjwa Africa CDC chaonya kuhusu ongezeko la visa vya ugonjwa vya Ebola katika eneo la Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na leo ni siku ya maadhimisho ya mtoto wa Afrika. Hii siku kutukumbusha yale ambayo watoto wa Soweto huko South Africa waliyapitia ama walikumbana nayo, ambayo yalikuwa mambo ya ukatili sana walipotoka kuongelea ama kupigania haki zao ya kupata elimu bora na elimu endelevu. Viwanjani, Tunisia yamtimua kocha wake kufuatia kichapo cha kombe la dunia. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Kwanza ni taarifa ya habari za dunia ikisoma kwako nami Leila Muhammad. Rais wa Marekani Donald Trump amekutana na mwenzake wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika mkutano wa mataifa ya G7 nchini Ufaransa, huku juhudi zikiendelea za kutafuta mazungumzo ya amani yaliyokwama. Wawili hao wanatarajiwa kufanya mazungumzo zaidi baadaye. Rais Trump amesema kuwa Urusi inapaswa kufikia makubaliano. Viongozi wa Ulaya wanaitaka Marekani kutoishinikiza Ukraine kukubali masharti yanayodaiwa na Urusi. Chanzo cha diplomasia cha Ufaransa kimeiambia shirika la habari la Ufaransa AFP kuwa viongozi wa G7 wameamua kuongeza shinikizo kwa Urusi kwa kuweka vikwazo zaidi dhidi ya sekta ya mafuta na gesi. Rais Zelensky amesema kuwa Urusi lazima ilazimishwe kumaliza vita vyake dhidi ya Ukraine. Tulikuwa na mkutano wa kilele wenye mafanikio makubwa na tulijadili hali ilivyo kwenye uwanja wa vita. Tulijadiliana kuhusu mazungumzo na Warusi pamoja na mazungumzo yanayoweza kufanyika na Warusi siku zijazo. Pia tulijadili mashambulizi ya masafa ya kati na ya masafa marefu, hali ya hasara za Urusi, uchumi na masuala mengine. Habari njema kwanza kabisa ni kwamba ndiyo, Putin lazima asitishe vita hivi. Na nina umoja wa msimamo huu kutoka kwa viongozi wote na marais wa Umoja wa Ulaya. From all the leaders and EU presidents. Hayo yakijiri, Rais Donald Trump amesema hafurahishwi na jinsi Israel ilivyoshughulikia hali nchini Lebanon. Amewaambia waandishi wa habari katika mkutano wa G7 kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anapaswa kuwa na uwajibikaji zaidi. Rais Trump amesema kuwa watu wengi sana wameuawa nchini Lebanon na kwamba Israel haikuhitaji kubomoa majengo na makazi ya watu kila mara ikiwatafuta wanachama wa Hezbollah. Aidha amesema kwamba aliieleza Israel kutoridhishwa kwake baada ya nchi hiyo kushambulia Beirut saa 2 tu kabla ya Iran na Marekani kusaini makubaliano ya kumaliza vita vyao. Hata hivyo, Trump alisisitiza kuwa bado ana uhusiano mzuri sana na waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Mahakama ya juu nchini Kenya imeamua kwamba mabinti wana haki sawa za kurithi mali ya mzazi kama vile wana wa kiume bila kujali kama wameolewa au la. Beldin Waliaula ana maelezo zaidi. Uamuzi huo ulitokana na mzozo wa urithi ambapo baadhi ya wanafamilia walibishana kwamba mabinti waliolewa wanapaswa kupokea sehemu ndogo au kutopokea kabisa sehemu yoyote ya mali ya urithi. Hata hivyo, mahakama ilitupilia mbali hoja hii ikithibitisha kuwa ndoa haiathiri haki ya binti kurithi. Mahakama ilisema kwamba ahadi zisizo rasmi au za kusemwa kwa mdomo tu za ugawaji wa ardhi kwa watoto wa kiume hazifungamani kisheria ikiwa hakuna stakabadhi sahihi za kisheria zilizokamilika wakati mzazi anaaga dunia.
Muhimu zaidi, mahakama ilithibitisha tena kwamba chini ya kifungu cha 38 cha sheria ya urithi kikisomwa pamoja na katiba, binti na kijana wa kiume wana haki sawa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mkuu wa shirika la afya ya umma la Umoja wa Afrika ameonya kuhusu ongezeko la visa vya Ebola katika eneo la Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jean Kasea kutoka vituo vya Afrika vya kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC ameiambia BBC kwamba ana wasiwasi mkubwa sana kuhusu ongezeko hilo kubwa la maambukizo katika eneo hilo kuliko katika jimbo jirani la Ituri ambalo bado ndilo kitovu kikuu cha mlipuko huo. Ametoa wito kwa viongozi kuboresha upatikanaji wa maeneo yaliyoathirika ili kurahisisha kazi za timu za afya zinazopambana na ugonjwa huo. Viongozi wa Afrika wanatarajiwa kufanya mkutano wa dharura nchini Burundi baadaye leo kujadili namna ya kuboresha mwitikio na hatua za kudhibiti mlipuko wa Ebola. Uingereza imeweka vikwazo zaidi dhidi ya kampuni za biashara za Urusi pamoja na meli za usafirishaji za nchi hiyo zinazotuhumiwa kusafirisha mafuta na gesi ya nchi hiyo kinyume cha sheria. Mabenki na kampuni za bima ni miongoni mwa taasisi zilizolengwa na hatua hizo. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amesema taasisi hizo zinachangia kuimarisha uchumi wa vita vya Urusi na hivyo kuhatarisha usalama wa bara Ulaya. Hatua hizi zinakuja siku chache baada ya vikosi maalum vya jeshi la Uingereza kuvamia na kuzuia meli ya kubeba mafuta ambayo inaaminika kuwa sehemu ya meli za siri za Urusi zinazotumiwa kukwepa vikwazo vya kimataifa. Polisi nchini Poland wanachunguza tukio la mauaji ya msanii wa Urusi na mkosoaji mkubwa wa Rais Vladimir Putin. Waendesha mashtaka wa Poland wamesema Robert K. anayejulikana kama msanii Simon Skrepteski alipigwa risasi na kufa siku ya Jumatatu asubuhi katika jiji la Poland la Biala Podlaska, takriban kilomita 40 kutoka mpaka wa Belarus. Alijulikana kwa sura zake za wanasiasa akiwemo Putin, kiongozi wa Belarus Alexander Lukashenko na kiongozi wa Chechnya Ramzan Kadyrov. Marcin Kozak, msemaji wa ofisi ya mwendesha mashtaka wa wilaya huko Lublin, amesema msanii huyo alifikiwa na mtu asiyejulikana ambaye alimpiga risasi 2 mwilini. Hii ni BBC. Taarifa ya habari za ulimwengu imesoma kwako na Laila Mohamed. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, tukikutangazia kwenye FM na redio ya shirika mbalimbali. Naam, asante Sarafina, na tumkaribishe msikilizaji tuweze kuanza kumpatia yale ambayo tumeandaa kwa siku nzima ya leo. Tukianza na habari kuu jioni hii katika matangazo haya ya jioni ya Dira ya Dunia ni kwamba viongozi wa nchi zinazoinukia mazenye nguvu kiviwanda duniani G7 wamekubaliana Jumanne kuongeza shinikizo kwa Urusi ili kumaliza zaidi ya miaka 4 ya vita dhidi ya Ukraine, huku rais wa Marekani Donald Trump akisema kwamba Moscow inapaswa kufanya kile alichokiita kufikia makubaliano. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amehudhuria mkutano huo uliofanyika katika mji wa Avion-le-Bain uko nchini Ufaransa. Trump amekuwa akijaribu kuanzisha mazungumzo na rais wa Urusi Vladimir Putin, lakini ameonya dalili za kupoteza subra kwa Moscow. Na Steha Mohamed huyu hapa na maelezo zaidi. Mkutano huo umewaleta viongozi wakuu wa dunia ambapo rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky walikutana ana kwa ana, na huku rais Trump akionyesha dalili za kukosa subra na utawala wa Urusi. Hii leo viongozi wengine katika mkutano huo waliamua kuzidisha shinikizo dhidi ya Urusi kupitia vikwazo dhidi ya sekta ya gesi na mafuta. Rais Trump alielezea mkutano wake na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Tulikuwa na mkutano mzuri, nitakutana naye tena baadaye. Tulikuwa na mazungumzo mazuri sana. Urusi inapaswa kufikia makubaliano. Urusi imepoteza watu wengi sana na Ukraine pia. Mwezi uliopita pande hizo mbili zilipoteza wanajeshi 35,000 kwa pamoja. Fikiria hilo. Hiyo ni mwezi mmoja tu. Kwa wastani watu 25,000 wanapoteza maisha kila mwezi. Wengi wao ni wanajeshi, vijana, watu wazuri wenye maisha yao yote mbele yao. Young, beautiful people. Viongozi wa bara Ulaya wamesisitiza kwamba watamkumbusha Rais Trump umuhimu wa Urusi wa kukubali kusitisha mapigano dhidi ya Ukraine chini ya pendekezo ya Ukraine. Waziri Mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer amesema Uingereza inaandaa mpango wa kuiwekea vikwazo vipya zaidi Urusi, hasa kwa mafuta yake, katika harakati
harakati ya kuishinikiza kukubali kusitisha mapigano. Tumemaliza kikao kuhusu Ukraine na kwa kweli kulikuwa na umoja mkubwa miongoni mwa viongozi wa G7. Kulikuwa na makubaliano kwamba Ukraine inaendelea kufanya vizuri zaidi kwa sasa na imeanza kurejesha baadhi ya maeneo yake. Pia kulikuwa na mtazamo wa pamoja kwamba vikwazo vilivyowekwa dhidi ya Urusi vinaendelea kuwa na athari kubwa kwa uchumi na uwezo wake. Viongozi walisisitiza kuwa huu ndio wakati mwafaka kwa nchi za G7 kuongeza shinikizo dhidi ya Urusi. Na kama mlivyoona asubuhi ya leo, tumeweka duru nyingine ya vikwazo vipya dhidi ya Urusi ili kuongeza shinikizo hilo. Rais Putin alikataa mwaliko wa mkutano wa kikao hicho cha G7 kwa mujibu wa Rais Trump, ambaye amedai kwamba badala yake Rais Putin alitaka kutana na Rais Trump nchini Marekani. Wakati huo Canada imesema kuwa inatangaza vikwazo vipya dhidi ya taasisi 160 zinazohusishwa na kile kinachoitwa Shadow Fleet, ambayo Urusi hutumia kukwepa vikwazo vya nchi za magharibi dhidi ya mafuta, gesi na bidhaa nyingine kutoka Urusi. Ukraine inaonekana kuendelea kushikilia msimamo wake katika uwanja wa vita, lakini miji yake bado inalengwa na mashambulizi mabaya ya Urusi katika mzozo ambao sasa umedumu kwa muda mrefu zaidi kuliko vita vya kwanza vya dunia. Aidha, Iran bado ni moja ya ajenda kuu katika mkutano huo wa kilele, huku washirika wa Marekani wakitaka kujua zaidi kuhusu makubaliano yake na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanayolenga kumaliza vita vya Mashariki ya Kati. Na Steha Mohamed, Dira Dunia, BBC. Na kwingineko ni Uingereza imeweka vikwazo zaidi dhidi ya biashara za Urusi pamoja na meli za usafirishaji za Urusi zinazotuhumiwa kusafirisha mafuta na gesi ya nchi hiyo kinyume cha sheria. Benki na kampuni za bima ni miongoni mwa taasisi zilizolengwa na vikwazo hivyo. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer anasema kuwa taasisi hizo zinachangia kuendeleza uchumi wa vita vya Urusi na hivyo kuhatarisha usalama wa Ulaya. Hata hatua hizo zinajiri siku chache tu baada ya wanajeshi maalum wa Uingereza ni Commandos kupanda na kuiteka meli ya kubeba mafuta katika mkondo wa bahari wa Uingereza. Elizabeth Kazibure anaarifu zaidi. Nahodha wa meli ya kusafirishia mafuta inayohusishwa na kile kinachoitwa kivuli cha usafirishaji wa mafuta cha Urusi, aliyekamatwa na vikosi maalum vya jeshi la wanamaji la Uingereza katika mkondo wa bahari wa Uingereza siku ya Jumapili, amefunguliwa mashtaka kwa kukiuka vikwazo vya kimataifa kwa mujibu wa wakala wa kitaifa wa uhalifu wa Uingereza NCA. Miongoni mwa waliolengwa na hatua hizo ni benki na kampuni za bima. Nahodha wa meli hiyo AJ Pant, raia wa India mwenye umri wa miaka 38, anatarajiwa kufikishwa katika mahakama ya Southampton leo Jumanne. Wafanyakazi wengine 24 bado wapo ndani ya meli hiyo MV Smartos, ambayo inaendelea kushikiliwa katika eneo la bahari karibu na pwani ya Weymouth. NCA imesema nahodha huyo anashtakiwa kwa kukiuka kanuni ya 46Z9B ya sheria za vikwazo dhidi ya Urusi za mwaka 2019 kwa madai ya kusambaza au kusafirisha moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja mafuta au bidhaa za mafuta zilizopigwa marufuku kutoka Urusi kwenda katika nchi ya tatu kwa kutumia meli. Operesheni hiyo ya saa 6 iliyofanyika siku ya Jumapili iliyohusisha makomando wa jeshi la wanamaji la Uingereza walioshuka kwa kamba kutoka katika helikopta na kutua juu ya meli hiyo huku ikiungwa mkono na jeshi la anga la Uingereza RAF. Operesheni hiyo imeelezwa kuwa ya kwanza ya aina yake kufanywa na vikosi vya ulinzi vya Uingereza. Kufuatia sakata hilo, Sir Peter Westmacott, mwanadiplomasia wa Uingereza aliyewahi kuwa balozi wa Uingereza nchini Marekani, Ufaransa na Uturuki, ana haya ya kusema. Kwa mtazamo wangu, hii ni fursa muhimu kwa Uingereza kuonyesha uongozi zaidi na kuimarisha sifa yake ya kisiasa. Kwa miaka kadhaa sasa, Uingereza imeonekana kuwa miongoni mwa nchi zinazoongoza katika kuisaidia Ukraine kukabiliana na Urusi, si tu barani Ulaya bali pia katika jukwaa la kimataifa. Hivyo basi, huu ni wakati wa kujenga juu ya mafanikio hayo na kuendeleza mchango wake. Mapema jana Jumatatu, waziri wa uchukuzi wa Uingereza Heidi Alexander ametoa amri rasmi ya kuizuia meli ya MV Smartos kuondoka nchini humo. Urusi hutumia mamia ya meli za kubeba mafuta zinazojulikana kama kikosi kivuli cha meli ambazo zimewekewa vikwazo na Uingereza pamoja na mataifa mengine ya magharibi kutokana na uvamizi wake nchini Ukraine. Zaidi ya meli 500 za aina hiyo tayari zimewekewa vikwazo na Uingereza. Mwezi Machi, Waziri Mkuu Sir
Keir Starmer ametangaza kuwa vikosi vya jeshi la Uingereza sasa vina mamlaka ya kukagua na kupanda kwenye meli zilizowekewa vikwazo zinazopita katika maji ya nchi hiyo. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amesema taasisi na kampuni hizo zinaendelea kuimarisha uchumi wa vita wa Urusi, jambo ambalo kwa mujibu wake linachangia kuhatarisha usalama wa Ulaya. Kulikuwa na umoja wa ukweli miongoni mwa viongozi waliohudhuria mkutano wa G7 kuhusu hali ya Ukraine. Kulikuwa na makubaliano kwamba Ukraine itaendelea kufanya vizuri zaidi kwa sasa na imefanikiwa kurejesha baadhi ya maeneo yake. Vile vikwazo vilivyowekwa dhidi ya Urusi vinaendelea kuathiri uchumi na shughuli zake kwa viwango vikubwa. Aidha, kulijitokeza hisia za pamoja kwamba huu ni wakati mwafaka wa nchi wanachama wa G7 kuongeza shinikizo dhidi ya Urusi. Akizungumza bungeni, waziri wa ulinzi Dan Jarvis amesema operesheni hiyo imetuma ujumbe wazi kwa Urusi kwamba Uingereza na washirika wake wana uwezo na wako tayari kuchukua hatua dhidi ya mashine ya vita ya Urusi. Jarvis amesema mafuta yanayouzwa kupitia njia zilizowekewa vikwazo yanaendelea kufadhili vita vya Rais Vladimir Putin nchini Ukraine. Ameongeza kusema kuwa kila pipa la mafuta linalouzwa huchangia kugharamia makombora na ndege zisizo na rubani zinazotumika kuwaua raia wa Ukraine, kuharibu miundombinu yao na kudhoofisha ari yao. Aidha, Jarvis aliliambia bunge kwamba Uingereza haitafuti kuongeza mvutano wa kijeshi, lakini itachukua hatua zote zinazohitajika kuhakikisha vikwazo vilivyowekwa na nchi hiyo vinafuatwa. Pia amebainisha kuwa wafanyakazi wa meli hiyo waliokamatwa ambao ni raia wa Georgia na India wanashirikiana na shirika la kitaifa la uhalifu la Uingereza NCA katika uchunguzi unaoendelea. Elizabeth Kazibure, BBC, Dira ya Dunia. Matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Skola Kisanga na mwenzangu Nairobi ni Sarafina Robi. Rais Donald Trump ameongeza tena ukosoaji wake dhidi ya hatua za Israeli nchini Lebanon wakati wa mazungumzo yake na waandishi wa habari katika mkutano wa G7 unaofanyika Ever-les-Bains huko Ufaransa. Rais Trump amesema hafurahishwi na jinsi Israel inavyoshughulikia swala la Lebanon. Mkataba kati ya Marekani na Iran unaolenga kumaliza vita vya Mashariki ya Kati unatarajiwa kusainiwa katika hoteli ya Bungstock iliyoko mlima ya Uswiz siku ya Ijumaa. Taarifa zaidi na Victor Kenani. Rais Trump aliwaambia waandishi wa habari katika mkutano wa mataifa yenye uchumi mkubwa wa G7 kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alihitaji kuwa na uwajibikaji zaidi. Bwana Trump alisema watu wengi sana wameuawa nchini Lebanon. Israel imekuwa ikipambana na Hezbollah kwa muda mrefu sana na watu wengi mno wanauawa. Na si lazima ubomoe jengo la ghorofa kila mara unapomtafuta mtu fulani, kwa sababu kuna watu wengi katika majengo hayo ya ghorofa na si wote ni wanachama wa Hezbollah. Hilo naweza kukuambia. Na nilishauri Israel kuiachia Syria ishughulike na Hezbollah, kwa sababu kusema kweli nadhani wangefanya kazi hiyo kwa ufanisi zaidi. Alisema kuwa ameieleza Israel kuwa hakufurahishwa na hatua yake ya kuishambulia Beirut saa chache kabla ya Iran na Marekani kutia saini makubaliano ya kumaliza vita vyao. Hata hivyo, Bwana Trump alisisitiza kuwa bado ana uhusiano mzuri sana na Bwana Netanyahu. Sasa sifurahishwi na jinsi Israel imeendesha mambo yake na Lebanon pamoja na Hezbollah. Walipaswa kuwa wamekamilisha kazi hii haraka zaidi. Inaendelea tu bila mwisho, na hilo linapotokea linaweka taswira hasi kwenye makubaliano makubwa, na hayo ni makubaliano na Iran. Kwa hiyo unaponiuliza kuhusu bibi, tuna uhusiano mzuri sana. Mapigano kati ya Israel na kundi la Lebanon linaloungwa mkono na Iran, Hezbollah, yameendelea licha ya makubaliano yaliyofikiwa kati ya Iran na Marekani. Jeshi la Israel linasema lilifanya mashambulizi dhidi ya watu waliowataja kuwa magaidi waliokaribia wanajeshi wake kusini mwa Lebanon na kuwa watu 4. Hezbollah ilisema ilirusha makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya majeshi ya Israel kujibu mashambulizi hayo. Waziri wa mambo ya nje wa Iran amesema kumaliza vita nchini Lebanon ndilo suala muhimu zaidi katika makubaliano na Marekani. Abbas Araghchi pia alionya kuwa shambulio lolote la Israel dhidi ya Lebanon au kuendelea kuwepo kwa majeshi ya Israel katika eneo la Lebanon ni ukiukaji wa makubaliano na Marekani.
Jumatatu usiku, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliwaambia waandishi wa habari kwamba majeshi yake hayatajiondoa kusini mwa Lebanon na yataendelea kuwa na uhuru wa kufanya operesheni dhidi ya tishio lolote kwa usalama wa Israel. Kuhusu Lebanon, tumeunda eneo la kujikinga, eneo salama, na tutabaki huko kwa muda wowote utakaohitajika. Iran ilitaka tuondoke huko, lakini hilo halikutokea. Mnajua kwa nini halikutokea? Miongoni mwa sababu nyingine ni kwa sababu nilisimama imara sana. Ninaamini marafiki wetu wa Marekani wanaheshimu azma hii, msimamo huu na uvumilivu huu. Tunabaki huko kwa sababu tunahitaji kulinda wakazi wa kaskazini. Rais Trump amesema kuwa Iran haitakuwa na silaha ya nyuklia kamwe chini ya makubaliano mapya. Akizungumza katika mkutano huo wa G7 nchini Ufaransa, Trump pia alisema makubaliano na Iran yalikuwa yanaingia katika hatua ya pili, lakini hakutoa maelezo zaidi. Baada ya tangazo hilo, bei ya mafuta imeendelea kushuka kutokana na matumaini kwamba makubaliano ya Marekani na Iran yatawezesha kufunguliwa tena kwa mlango wa bahari wa Hormuz. Bei ya mafuta ghafi ya Brent, ambayo ni kipimo kikuu duniani, sasa imeshuka chini ya dola 80 kwa pipa kwa mara ya kwanza tangu mwanzoni mwa mwezi Machi na kufikia dola 79 na senti 90. Makubaliano ya amani kati ya Marekani na Iran yanatarajiwa kutiwa saini katika hoteli ya Bergenstock nchini Uswizi siku ya Ijumaa. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC. Kwingineko ni kwa shirika la Human Rights Watch limelaani serikali ya kijeshi ya Niger kwa kumvua uraia wa Niger kiongozi wa upinzani aliye uhamishoni Mariam Jibrin, likielezea uamuzi huo kama ishara ya hivi karibuni ya kuongezeka kwa ukandamizaji wa wapinzani wa kisiasa chini ya utawala wa viongozi wa kijeshi nchini humo. Amri hiyo iliyotiwa saini wiki iliyopita na kiongozi wa jeshi la Niger Jenerali Abdurrahmani Chiani ilimvua kwa muda uraia wa Niger. Kiongozi huo upinzani anayejulikana kwa jina la Meira alituhumiwa kwa makosa mbalimbali yakiwemo kusambaza taarifa zinazoweza kuvuruga utulivu wa umma, kuwachochea wananchi kuasi na kushirikiana na mamlaka ya kigeni. Peter Mwangage na maelezo zaidi. Shirika hilo limesema kuwa tuhuma hizo zinaonekana kuhusiana na ukosoaji wake wa wazi dhidi ya watawala wa kijeshi na wito wake wa kurejeshwa kwa utawala wa kikatiba. Jibrin ni kiongozi wa chama cha upinzani kiitwacho Alliance of Sahel Democrats, anaishi uhamishoni nchini Ubelgiji na amekuwa mmoja wa sauti mashuhuri zaidi zinazopinga utawala wa kijeshi nchini Niger. Mara kwa mara ametoa wito wa kuachiliwa kwa rais wa zamani Mohamed Bazoum ambaye amekuwa akizuiliwa tangu mapinduzi ya kijeshi yalipotokea, na pia amesisitiza kurejeshwa kwa utawala wa kidemokrasia. Shirika hilo la haki za kibinadamu limesema kuwa uamuzi wa jeshi unaweza kumfanya Jibrin kuwa mtu asiye na uraia wa nchi yoyote ikiwa utaendelea kutekelezwa. Limeeleza kuwa uraia haupaswi kutumiwa kama chombo cha kuwaadhibu wapinzani wa kisiasa. Aidha, limetoa wito kwa mamlaka husika kufuta hatua hiyo na kuheshimu haki za uhuru wa kujieleza na ushiriki wa kisiasa. Hayo yanajiri wakati ambapo kumekuwa na ongezeko la vikwazo dhidi ya shughuli za kisiasa, uhuru wa vyombo vya habari na haki za kiraia nchini Niger tangu jeshi lilipochukua madaraka. Kwa mujibu wa mashirika ya ndani na ya kimataifa ya haki za kibinadamu, wanasiasa wa upinzani, waandishi wa habari na wanaharakati wa asasi za kiraia wamekamatwa na kutishiwa maisha. Niger ni mojawapo ya mataifa matatu ya ukanda wa Sahel pamoja na Mali na Burkina Faso yanayoongozwa na tawala za kijeshi baada ya mapinduzi yaliyotokea katika miaka ya hivi karibuni. Nchi hizo tatu zimejitenga na washirika wao wa jadi wa magharibi na pia zimejiondoa katika jumuiya ya kikanda ya Afrika Magharibi ya ECOWAS. Badala yake zimeunda muungano mpya unaojulikana kama Alliance of Sahel States unaolenga kuimarisha ushirikiano wa kiusalama kati yao.